Mpenzi mtazamaji, kama ndio kwanza unafungua channel yako ya Tifu TV, tafadhali subscribe ili uwe mwanzo kupata video zetu mbalimbali za ndani na nje ya nchi. Share video hii bila ya kusahau kudondosha comment yako, kwani ni muhimu sana. Malengo makubwa hasa ni kuanza utaratibu wa kupeleka rasilimali fedha kwenye vituo vya afya, na tumeshaanza kwenye wilaya karibu 5 wa Unguja, vile vile na Pemba. Wilaya ambazo tumeanza kwa upande wa Pemba ni wilaya Micheweni, wilaya Mkoani pamoja na Chake Chake, na kwa Unguja tumeanza wilaya Kaskazini B, na leo hapa tupo kwa ajili ya kuendelea na wilaya ya Mjini, wilaya Magharibi A pamoja na B. Kwa hiyo tunategemea kwamba baada ya mafunzo haya kamati hizi zitaweza sasa kusimamia rasilimali fedha kwenye vituo vya afya, ikiwemo fedha ambazo zinatoka kwenye mfuko wa huduma za afya Zanzibar ZHSF. Na vituo vyote sasa hivi vya afya vimeshafunguliwa bank account. Kwa hiyo leo hapa tupo kwa ajili ya mafunzo jinsi gani ya matumizi haya fedha yatakayofanyika. Kwa hivyo leo hapa tupo kwenye mipango, tunafundisha jinsi ya kupanga kwa kutumia mwongozo ambao umewekwa na wizara, ili kuhakikisha kwamba fedha zinazokwenda kwenye vituo vya afya zinakwenda kutumika ipasavyo kwa mujibu wa mwongozo huu, ikiwemo matumizi ya kwenye dawa, vifaa tiba, pamoja na matengenezo ya vituo vya afya, pamoja na vile vile kuwapatia motisha wafanyakazi ambao tunaita incentives. Kwa hivyo kwa ujumla leo tupo hapa ili kuhakikisha kwamba mafunzo haya yanawafikia walengwa kwa lengo la kuimarisha huduma za afya kwenye vituo vya afya ngazi ya msingi. Afya kwa sasa imeandaa mafunzo kwa kamati za usimamizi wa vituo, mafunzo ambayo yamelenga kwenye kuimarisha utoaji wa huduma. Mafunzo haya zaidi yanawahusisha wajumbe wa kamati, na kamati zimeundwa na wajumbe 7. Wajumbe 2 wanatoka kwenye vituo, lakini wajumbe 5 wanatoka kwenye jamii. Wajumbe 5 wanatoka kwenye jamii kwa sababu jamii ni eneo kubwa ambalo linapata huduma, kwa hiyo ushirikishwaji utakuwa wa hali ya juu kwenye jamii. Ndio maana kamati zimeundwa na wajumbe 5 kutoka kwenye jamii. Tulipoanza kwamba vituo vilikuwa vinapokea huduma kutoka fedha kutoka DHMT, na ilikuwa kabisa hazipokei fedha moja kwa moja, lakini zilikuwa zinapokea baadhi ya huduma ambazo zinatakiwa zitoe. Kwa hiyo kwa sasa vituo vitakuwa vina uwezo wa kujipangia wenyewe mipango yake na kutekeleza majukumu yao wenyewe. Na kwa kuanza tunaanza na utekelezaji kupitia akaunti zao wenyewe za vituo, lakini pia wahasibu watakuwa wanatoka kwenye wilaya. Kwa hiyo DHMT pia zitapewa uwezo wa kupata wahasibu pamoja na maafisa wa manunuzi ili waweze kuweza kutekeleza majukumu yao. Mpango bora kwa sababu utasaidia kwanza kutoa huduma bora ya afya katika jamii zetu. Lakini vile vile mpango huu utasaidia kuwashirikisha kikamilifu wanajamii na kuwasaidia wale wahudumu kupata mahitaji yao kwa urahisi zaidi. Mafunzo haya yataleta mabadiliko katika jamii. Kama sisi wajumbe ambao tumepewa haya mafunzo, tutakapowafikia kule na kuwapa elimu, naamini wale watakaopokea watapata mabadiliko. Watahudhuria katika hivyo vituo vya afya na watapata mwamko, na wao tutapowafikishia hii elimu, yani watapata mwamko. Kwa hiyo walikuwa hawahudhuri, kwa sababu kuna baadhi ya wananchi si aghalabu sana kuhudhuria katika vituo vya afya. Kwa hiyo tutakapokwenda sisi na tukawapa hii elimu, wao watapata mwamko na watahudhuria vizuri katika vituo vya afya. Tifu TV inakupatia video mbalimbali kutoka ndani na nje ya nchi. Tafadhali endelea kutufuatilia kupitia channel yetu ya Tifu TV, YouTube, Facebook, Twitter na Instagram. Bila kusahau kudondosha comment yako, kwani ni muhimu sana. Tifu TV tupo kijamii zaidi.